watu wa Mlali na ndugu viongozi wa kitaifa wa Chadema, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti John Heche, Mwenyekiti wa vijana, uongozi wa kitaifa, uongozi wa kanda, uongozi wa wilaya, wananchi wa Mlali, ndugu wanahabari na waalikwa wote, habarini ya asubuhi. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Peoples. Asanteni sana. Naomba nitumie muda mchache leo kwa mara yangu ya kwanza nasimama hapa mbele yenu katika hadhara hii kubwa nikiwa mwanachama mpya kabisa wa moto wa Chadema. Ningependa niwashirikishe yaliyo moyoni mwangu, dhamira yangu na matumaini yangu katika kuipambania nchi yetu. Kwa majina naitwa Eugene Kabendera, sio Eric Kabendera mwingine, mimi ni Eugene Kabendera. Nimekuwa moja wa waasisi wa kile chama nilichotoka takriban miaka 13 nyuma. Ile nimeshiriki ni kama kinyangu, nimeshiriki kukichonga mwenyewe, na nikapata nafasi ya msemaji wa kwanza wa kile chama, lakini nikawa naibu katibu mkuu wa kile chama nilichotoka, na nilikuwa mjumbe wa baraza la vyama vya siasa nchini kupitia bara. Ndugu zangu, kabla sijaendelea kusema mengi, ningependa tumkumbuke huko aliko gerezani mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ndugu zangu, huko aliko yuko kizuizini, wanataka kujaribu kufunga dhamira yake, lakini niwaeleze majaribio yao ya kutaka kufunga sauti yake hayatafanikiwa, kwa sababu hawawezi kufunga sauti ya Watanzania wote. Si ndio wana Mlali? Ndio. Wataweza kufunga sauti zenu wote? Ningependa mfahamu ya kwamba, na naongea kwa sauti kubwa, kwamba Tundu Lissu ni sauti ya wananchi, na wananchi wenyewe ndio sisi. Tundu Lissu ni sauti ya wananchi na wananchi wenyewe ndio sisi. Ndugu zangu, ningependa mfahamu ya kwamba hapa tulipo tumefikishwa na tamaa ya madaraka ya Chama cha Mapinduzi. Vurugu yote hiyo inayoendelea sasa hivi nchini ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi wanataka warudi madarakani kwa namna yoyote ile. Sasa mimi Kabendera, kwa nini nimefanya maamuzi ya kujiunga na Chadema? Ni kwa sababu nimegundua ya kwamba chama pekee chenye dhamira ya dhati ya kuwapigania Watanzania ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ni chama pekee ambacho watu wako tayari kusimamia haki na kusema hadharani hapana kwa udhalimu katika nchi yetu. Ndugu zangu wana Mlali, tusiwe waoga. Vijana naona mmechangamka, mko vizuri, na mna hali ya mabadiliko katika nchi yetu. Namna pekee ya kuweza kufanya mabadiliko hayo ni kuungana kwa pamoja. Ndugu zangu wana Mlali, sasa imefika wakati wa kusema imetosha. Sasa imefanyaje? Imetosha. Na njia pekee ambayo ujumbe tunauleta kwenu ni bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuna uchaguzi. No reforms, no reforms, no election. Hawa ndugu zangu wajomba zetu wa CCM wametuzoea vibaya. Sisi sio wajinga. Hata mwaka hujapita, uchaguzi ulioendeshwa wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji mwezi wa 11 wote mliushuhudia. Uongo kweli? Kwa watu wenye akili timamu, leo mwaka hujapita, mtakuwa na hamu ya kurudi kwenye uchaguzi kwa mpango ule wa mwezi wa 11? Hamna. Hapana. Sasa ndipo tunasema kwamba no reforms, no election. No reforms, no election. Msio waoga.
Nchi hii Watanzania milioni 60 ni wengi zaidi ya hawa wanaotusaidia kutulinda. Najua wanajaribu kuleta hofu, wanapeleka hofu, wanatupelekea hofu kwa kucheka na kufanya vitendo ambavyo vitatufanya turudi nyuma. Lakini niwaambieni ndugu zangu Wanamlali, wote tukiogopa itatuchukua muda sana taifa hili kuweza kubadilika. Mimi nimesimama Chadema niweze kuhesabiwa. Ni zamu yenu wananchi pia msimame kidete muweze kuhesabiwa. Naomba nimalizie kwa kusema yafuatayo. Dunia inaona. Sasa hivi dunia ni kama kijiji. Sawa Wanamlali? Msifikiri kwamba watu wanaona, hawaoni. Mataifa yanatizama Tanzania nini kinaendelea, na hiki tunachokipigania pia kinaonekana. Tundu Lissu amefanya wajibu wake, wajibu uliobaki ni kwetu sisi. Sawa jamani? Sawa. Naomba sasa kuaga kwa salamu ya no reforms, no election. No reforms! No election! No reforms! No election! People! Asanteni sana Wanamlali.